السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunauanza rasmi mutalaa wetu wa somo la fasihi. Somo la fasihi ni somo linalohusiana na masala ya lugha. Katika upande wa Kiarabu linaitwa adab. Somo la adab. Kisikia mtu anaitwa adibun, kwa maana huyo ni mwanawazuoni wa fasihi. Tamam? Sasa sisi somo hili tutalisoma kupitia kitabu cha Diwanul Imam Shafi'i. Kitabu cha diwani la Imam Shafi'i au diwani ya, lakini usahihi ni kusema diwani la. Tamam, hakadha. Na ingekuwa ni vizuri lau kama tungeanzia kuisoma historia yake, na kusudia historia ya Imam Shafi'i. Lakini Imam Shafi'i maarufun wa ghaniyun 'ani at-ta'rif. Anafahamika mno na hahitaji kufahamishwa au kutambulishwa. Tamam? Kwa hivyo moja kwa moja tutaingia kwenye kusoma shairi la kwanza au kasida ya kwanza ambayo inaitwa Hamziyatul Imam Shafi'i. Inaitwa Hamzia ya Imam Shafi'i. Tamam? Ambayo kwenye kitabu changu hapa imewekewa kichwa cha habari kinachosomeka da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, yaache masiku yafanye namna yanavyotaka. Naam. Qala al-Imam Shafi'i, aliyekusanya diwani hili anasema qala al-Imam Shafi'i, amesema Imam Shafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada'u. Imam Shafi'i anasema da'il ayyama, yaache masiku, taf'alu ma tasha'u, yafanye namna yanavyotaka, watib nafsan, naridhia katika nafsi yako, idha hakama alqada'u, pindi inapohukumu alqada'u, hukmu fulani. Watib nafsan, naridhia katika nafsi yako, idha hakama alqada'u, pindi inapohukumu hukmu fulani. Tamam? Wala tajza' lihadithati al-layali fama lihawadithi ad-dunya baqa'u. Wala tajza, na wala usibabaike. Kubabaika kwa maana ya kukosa subra. Tamam? Wala tajza, usibabaike kwa maana usikose subra, lihadithati al-layali, kwa sababu ya tatizo lolote la kidunia. Wala tajza, na wala usibabaike, akimaanisha na wala usikose subra, lihadithati layali, kwa sababu ya tatizo lolote la kidunia. Fama lihawadithi dunya baqa'u, akimaanisha fama baqa'u lihawadithi dunya. Fama, kwani, lihawadithi dunya baqa'u, matatizo ya kidunia huwa hayana hali ya kudumu. Fama lihawadithi dunya baqa'u, akimaanisha fama baqa'u lihawadithi dunya, kwani matatizo ya kidunia huwa hayana hali ya kudumu, ni vitu vya kupita tu. Kwa hiyo linapokupata tatizo la kidunia lolote lile, tamam, usibabaike, usikose subra, kuwa na subra. Tamam? Angalia utavuka vipi katika tatizo kama hilo. Baada ya hapo Imamu Shafi'i akaja kutupa kanuni kubwa mno ya kimaisha, ambayo lao mtu kama atakuwa anaishikilia kanuni kama hii na anaifanyia kazi, basi itaweza kuwa ni sababu ya yeye kutoka kimaisha au kufanikiwa kimaisha. Anasemaje Imamu Shafi'i? Anasema wa kun rajulan ala al-ahwali jalda
washimatuka as-samahatu wal wafa'u, washimatuka as-samahatu wal wafa'u, wa kun rajulan ala al-ahwali jaldan, akimaanisha wa kun rajulan jaldan ala al-ahwal. Jaldan kwa maana mkakamavu, qawiyun. Tamam. Kwa wa kun rajulan ala al-ahwali jaldan. Ahwal kwa tafsiri iliyozoeleka ni vitisho, lakini hapa zimekusudiwa changamoto. Kwa kun rajulan jaldan ala al-ahwal, na kuwa mtu mkakamavu, kuwa mtu mkakamavu ala al-ahwal, juu ya zile changamoto unazokutana nazo katika maisha. Hii ni kanuni kubwa sana ambayo mtu lau kama ataifanyia kazi, ataitabikisha katika maisha yake, basi ataweza kufanikiwa. Kwa sababu gani? Watu wengi huwa wanashindwa kufika kule walipotarajia kufika. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana subra, lakini pia hawawi wakakamavu katika zile changamoto ambazo zinawakumba kwenye maisha. Mtu anakuwa na haraka. Usiwe na haraka, kuwa mtulivu. Kuwa nini? Mtulivu. Sio kila changamoto sio kila changamoto ya kuikimbia, na si kila changamoto ya kufanya nini ni yenye kukufanya wewe nini kukosa subra. Changamoto nyingine ukiwa na subra, ukakaa pembeni kisha ukaiweka mbele pa ukaitazama, utaona kitu cha kawaida tu, kitu cha kupita tu. Tamam. Ni kitu ambacho lau kinyamaza kitapotea. Tamam. Lau kifumba macho ukajifanya hauoni, kitapotea. Sasa hakitokuwa na madhara. Lau kama utaziba masikio yako usisikie, tamam, masikio yako wazi lakini ukafanya kama umeyaziba hivi, ukafanya kama haujasikia, yataongewa yenye watu wataongea ya kuongea, watasema ya kusema, we umeyasikia lakini ukajifanya kama hujasikia vile, yatapita maneno, wataongea, watamaliza, maisha yatakwenda. Leo kuna mtu karibu mambo yako sababu tu kasikia maneno fulani, basi tamam. Kuna mtu kaona kitu fulani, basi tamam, haifai hiyo. Wa kun rajulan ala al-ahwali jaldan, kwa maana wa kun rajulan jaldan ala al-ahwal, na kuwa mtu mkakamavu juu ya zile changamoto ambazo unakumbana nazo katika maisha. Washimatuka as-sabahatu wal wafa. Katika hii kasida kuna mambo mengi sana ya kilugha, kuna mambo mengi sana ya kilugha, kuna uslub nyingi za kilugha, lakini nimeona tupite kwanza sathia, tupite juu kwa juu, kisha baadaye tutarudi kuangalia hizo mawadhi'ul jamal au mawadhi'ul jumal. Tamam. Tutakuja kuangalia mawadhi'ul jamal na mawadhi'ul jumal. Mawadhi'ul jamal nakusudia upande wa balagha, sawa, na mawadhi'ul jumal ni upande wa nahau na sarf. Tamam, hakadha yani. Kwa kuna rajulan jaldan ala al-ahwal, na kuwa mtu mkakamavu ala al-ahwal, juu ya zile changamoto ambazo utakuwa ni mwenye kukumbana nazo katika maisha. Washimatuka as-samahatu wal wafa. Washimatuka, na tabia yako, maana na iwe tabia yako, na iwe tabia yako, as-samahatu ni ukarimu, wal wafa'u na utekelezaji. Tamam. Mtu yoyote ambaye ni mkarimu ni rahisi kufanikiwa katika maisha. Mtu yoyote ambaye ni mkarimu ni rahisi kufanikiwa katika maisha. Sasa ukarimu umegawanyika sehemu mbili. Kwa mtu ambaye ana maisha mazuri, na kusudia mtu mwenye hela, mtu mwenye fedha, ukarimu kwa upande wake ni kutoa kuwasaidia wengine. Anapokwama katika jambo ambalo linahitajia watu, hakosi watu, jambo lake litakwenda na litafanikiwa. Tamam, huyo ni mtu mwenye hela. Sasa huo upande wa kwanza. Na ukarimu upande wa pili ni kwa yule mtu ambaye hana kitu. Sasa ukarimu wake huyu si kutoa fedha,
ukarimu wake ni kujitoa. Ni nini? Ni kujitoa. Kujitoa katika jambo ambalo anahisi mimi nikiliingia jambo hili na nikajitoa, basi nitafika kule ambako nini ninataka nifike. Tamam? Leo watu wangapi wamekuwa ni watu kujitoa, watu wa kuwa mbele, utakuta hawana maarifa makubwa. Tamam? Hawana maarifa makubwa, labda upande wa elimu ya sekula au upande wa elimu ya dini. Tamam? Lakini kwa kule kujitoa kwao, watu wakubwa mwashikilia, wameweka karibu na watumia, kwa sababu gani? Ni watu wenye kujitoa. Kwa hiyo hii pia ni kanuni kubwa sana katika maisha. Kwa yule mtu ambaye anacho, atoe awasaidie waliokuwa chini yake, siku wakihitajia nguvu watu hakosi, atapata. Na kwa yule mtu ambaye hana, tamam, ukarimu kwake yeye ni kujitoa, kuwa mbele, kuwa mstari wa mbele katika majambo. Kuna shughuli, basi kuwa mtu wa mbele. Kuna kikao cha kujenga jambo fulani, kuwa mtu wa mbele. Jitoe. Utaona tu wale watu wakubwa ambao wanataka watu wenye kujitoa, wanakusogeza karibu na wao, wanakutumia katika majambo yao. Tamam? Na hawatakutumia hivi hivi, na utanufaika katika majambo kama hayo. Watu wangapi tunaona katika nafasi kama hizo? Yote ni kujitoa kwao. Lakini wal wafa'u, na tabia yako iwe ni nini? Ni utekelezaji. Ni utekelezaji. Unaweza ukawa mkakamavu, lakini sio mtekelezaji, mvivu. Na unaweza ukawa unajitoa, lakini sio mtekelezaji, mpigaji. Tamam? Hakadha. Ikiwa mkakamavu kisha ni mvivu, utafeli katika maisha. Ukiwa ni mwenye kujitoa kisha mpigaji, utafeli katika maisha. Kwa sababu gani? Sio kila siku watu watakuvumilia. Watakuvumilia, itafika hatua bwana tumeshindwa, tuache, utakuweka pembeni. Tamam? Akaendelea kusema Sheikh, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha khita'u yughatta bis samahati kullu aibin wa kam aibin yughattihi as-sakha'u. Anasema Sheikh, wa in kathurat uyubuka, na ikiwa aibu zako, dosari zako zitakuwa ni nyingi, fil baraya, kwa viumbe, kwa maana kwa watu waliokuzunguka. Ikiwa kuna madhaifu yako mengi, mwanadamu ni dhaifu bwana, hakuna mkamilifu. Tamam? Lakini sasa huwa inatokea mwingine akawa ni dhaifu mno, kwa maana akawa na mambo mengi ambayo ni ya makosa. Tamam? Kwa wale watu ambao nini wamemzunguka. Sasa natuambia Imamu na Shafi'i. Tamam? Na zote hizi ni nini? Ni njia za kufaulu katika maisha. Ile beti ya juu ni njia ya kufaulu, na hii pia ni njia nini ya kufaulu katika maisha. Tamam? Wa in kathurat uyubuka fil baraya, na ikiwa aibu zako, dosari zako zimeenea kwa wingi, fil baraya, kwa viumbe, kwa maana kwa watu waliokuzunguka. Wasarraka an yakuna laha khita'u, wasarraka, na ukatamani, ukapenda, an yakuna, kuwepo, laha, kwa hizo dosari zako, khita'un, kuwepo na kitu chenye kuzisitiri. Wasarraka, na ukapenda, ukatamani, an yakuna laha, kuwepo kwa hizo dosari zako, khita'un, kuwepo na kitu chenye kuzistiri, yughatta bisamahati kullu aibin, hufunikwa, husitiriwa, bisamahati, kwa ukarimu, kullu aibin, kila dosari, wa kam aibin yughattihi as-sakha'u, na dosari ngapi zinastiriwa na kutoa. As-sakha pia ina maana nini? Ina maana pia ukarimu. As-samahat ni ukarimu, as-sakha pia ni ukarimu. Tamam? Hakadha yani. Kwa yughatti bis-samahati kulla aibin, hufunikwa, husitiriwa
kwa ukarimu, kullu aibin, kila dosari, wa kama aibin yughattihi sakhau, na aibu ngapi zimestiriwa na kutoa. Kwa maana na aibu nyingi sana hustiriwa, huzibwa, sasa huwekiwa kizuizi as-sakha na nini, na ukarimu. Na ukarimu tuliozungumzia ni ule ule wa nyuma, kwa mwenye nacho anatoa fedha. Watu wangapi wamefanya mambo makubwa lakini wanatumia fedha kuziba yale, na kweli yanadhibika, yanazibika. Tamam, hakadha. Na watu wangapi walikuwa na dosari, walikuwa katika kuanguka, lakini wakaona acha nijitoe sasa, kuanzia leo nitajitoa. Sina cha kutoa, sina fedha, lakini nitajitoa kwa nguvu zangu. Nitaenda mbele. Alikuwa akiitwa mvivu, mtu wa kulala tu, lakini baadaye sasa hivi bwana, huyu ni mchapakazi bwana. Ule uvivu wake ule wa kulala ovyo umezibwa na ile sakha, kujitoa kwa nguvu zake. Tamam? Kwa sakha pia ina maana ya ukarimu. Na maana ya ukarimu kama tulivyosema na kusanya maana zote mbili kama namna tulivyoeleza hapo nyuma. Wala huznun yadumun wala sururun wala bu'sun alayka wala raqa. Hakuna huzuni yadumu, itakayodumu, wala sururun, wala furaha, wala bu'sun, wala ufukara alayka, juu yako, akimaanisha kwako wewe. Tamam? Alayka, juu yako, akimaanisha kwako. Wala rakha'u, wala ukunjufu wa kimaisha, akimaanisha wala huznun wala sururun wala bu'sun wala rakha'un yadumu alayka. Hakuna hali ya huzuni wala hali ya furaha wala hali ya ufukara wala hali ya ukunjufu wa kimaisha itakayodumu kwako wewe. Katika maisha utapitia katika nini? Hali ya kuyumba yumba. Sawa? Na hapa nakumbuka kiswa mmoja katika wafalme alitangaza na akasema, nataka mtu mmoja anitengenezee pete, kisha hiyo pete iwe na maneno ambayo nikiwa kwenye furaha, nikiyasoma maneno hayo nitahuzunika, na nikiwa katika huzuni, nikiyasoma maneno hayo pia nitafurahi. Tamam? Kweli akajitokeza mtu mmoja hodari, akamwandikia katika pete ile, hadha alwaqtu sayamuru, huu muda uliopo utapita tu. Tamam? Basi kweli alikuwa akiwa kwenye furaha yule mfalme, akiangalia yale maneno anakumbuka kwamba nipo kwenye furaha, lakini itafika siku mambo yataenda vibaya, itaenda kombo, nitakuwa kwenye huzuni. Tamam? Na vile vile pia alipokuwa ameingia katika nyakati za huzuni, akiangalia ile maneno katika pete yake, alikuwa akijua kwamba hii huzuni itaniondoka tu siku yote. Tamam? Kwa hiyo hiko hivyo katika maisha. Akaendelea kusema, wala turi lil'aadi qattu dhullan fa inna shamatata al'a'da balaa. Wala turi lil'aadi qattu dhullan, na wala usiwaonyeshe maadui zako udhalili wa aina yoyote ile. Maana yake ni hiyo. Tamam? Kwa maana wala turi dhullan lil'aadi qattu, hii qattu ilibidi ije mwisho, lakini imetangulizwa kabla ya dhullan liifadati tawkid, kwa maana ayya dhullin, la turi ayya dhullin lil'aadi. Hiyo ndo maana yake, usioneshe unyonge wa aina yoyote ule kwa maadui zako. Fa inna shamatata al'ada bala'u, kwani hakika kuchekwa na maadui zako unapokuwa katika hali ya unyonge, hali ya kuharibikiwa, bala'u, ni mtihani pia. Yani umepata mtihani, sawa? Kisha hapo wale maadui zako wakadhihirikiwa na mtihani huo, kwa maana wakauona mtihani huo na wakaanza kufurahikia kule kuanguka kwako, wakaufurahikia ule mtihani wako, basi jambo hilo
litakuongezea nini? Mtihani pia. Kwa maana nini? Utakuwa na mawazo pia. Sababu gani? Hakuna mtu ambaye anapenda mtihani wake ulimkuta au jambo lolote baya ambalo limemkuta lifike kwa maadui zake. So kwa maadui tu, hata kwa watu wake wa karibu, vipenzi vyake wa karibu, hapendi. Sasa inakuwaje mtihani wako, anguko lako linafika mpaka kwa maadui zako? Inakuwa ni balaa, inakuwa ni mtihani zaidi, inakuwa ni mtihani mara mbili. Kwa sababu gani? Kama ni jambo la kukuchafulia, wale itakuwa ni haraka kufanya hivyo. Kama ni jambo la kukufedhehesha, wale itakuwa ni haraka kufanya hivyo. Tamam? Kwa hiyo unapokuwa mbele ya maadui zako, hata kama una unyonge kiasi gani, usiudhihirishe. Tamam? Kwa sababu wakijua wale, itakuwa ndio silaha ya kukuangamiza. Kwa sababu pia ile kumtia mtu hofu na uoga pia ni ushindi. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata shahr, nimepewa ushindi birru'bi, wa kuwatia hofu maadui zangu, masirata shahr, kwa mwendo wa mwezi mmoja. Kwa maana Mtume amegiwa ushindi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatia uoga maadui zake kwa mwendo wa mwezi mmoja, kwa maana kwa umbali wa mwezi mmoja. Ilikuwa Mtume akiandaa jeshi sallallahu alaihi wasallam, wale maadui wakipata habari, hata kama wako umbali kiasi gani, kiasi mpaka wafikiwe ni sawa sawa na utumike muda wa mwezi mzima, basi walikuwa wakiingiwa na hofu. Sasa ile hofu pia ni ushindi, ni aina katika ushindi. Tamam? Kwa ni mtihani nayo pia. Sawa? Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaqi ametukataza tusifurahikie matatizo ya watu. Kupitia hadithi yake anayosema, la tudhhiri shamatata li akhika fayuafiyahu Allah wa yabtalik. Hadithi aliyopokea Wathila ibn al-Asqa. Wathila ibn al-Asqa. Hadithi hii amepokea Wathila ibn al-Asqa. Mtume anasemaje sallallahu alaihi wasallam, la tudhhiri shamatata li akhika fayuafiyahu Allah wa yabtalika. Usidhihirishe kufurahishwa bi akhika, kwa mtihani uliomfika ndugu yako, fayuafiyahu Allah wa yabtalika, ikawa ni sababu ya Allah kumsamehe yule ndugu yako kwa ule mtihani uliomfika, kisha wayabtalika, na akakuonja wewe na mtihani kama ule. Mtihani ni mtihani tu, na mwanadamu ni mnyonge, mwanadamu ni dhaifu. Khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa ni dhaifu. Kwa hiyo Allah inapotokea amemuonja mwenzako kwa mtihani fulani, wewe usiufurahikie. Kama ni mtihani wa maasi, muombe Allah muongoe, kisha na wewe pia jiombee dua Allah asikuonje kwa mtihani kama ule. Tamam? Hakadha yani. Kwa hiyo unapokuwa mbele ya maadui zako, au unapokuwa eneo kwamba unahisi hapa maadui zangu wanaweza wakawepo, au hawa watu walionizunguka miongoni mwao kuna maadui zangu, basi usidhihirishe unyonge wa aina yoyote ile. Kuwa mkakamavu. Kwa sababu gani? Unapodhihirisha unyonge, wao ndio watapata njia sasa ya nini? Kufanya lolote juu yako. Hakadha yani. Akaendelea kusema Sheikh, wala tarju samahata min bakhilin fama fi an-nar lidham'an ma. Wala tarjuna, wala usitarajia as-samahata, usitarajia ukarimu, kwa maana usitarajie kupewa min bakhilin, kutoka kwa mtu ambaye ni bakhili. Fama fi an-nar lidham'an ma, kwani hakuna maji yanayopata mtu mwenye kiu kutoka katika moto. Moto unapokuwa unatia hali ya ukavu, unakausha. Sawa sawa Kwa hiyo mtu mwenye kiu anapoenda sehemu yenye moto, utaka maji, hata kuta maji atakuta nini? Kumekaukiana. Na ndiyo hali ya bakhili. Usitarajie kukirimiwa kwa namna yoyote ile kutoka kwa mtu ambaye ni bakhili. Tamam? Hakadha. Kwa maana usijisumbue kisha tambua mtu fulani ni bakhili, hawezi kufanya lolote, bora ukae chini au uangalie yule mtu ambaye unahisi atakusaidia, usiende kujisumbua kule. Tamam? Hakadha yani. Wa rizquka laysa yunqisuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fi ar-rizqi al-'ana.
wa rizquka, na riziki yako, laisa yunqisuhu ta'anni, haipunguzwi at-ta'anni, na kule kuchelewa kwake. Kwa maana unapokuwa na mipango kupata riziki na ikawa inachelewa, usidhani kwamba nini riziki yako haipo. Hapana, ipo, lakini nini, imechelewa. Ipo lakini imechelewa. Walaysa yazidu fi rizqi al-ana, kwa maana walaysa al-ana yazidu fi rizqi. Al-ana maana yake at-ta'ab, kujisumbua, kwenda mbio. Tamam, hakadha. Kwa hiyo anasemaje, walaysa al-ana yazidu fi rizqi, na kukua kule kujisumbua na kuenda mbio sana, yazidu fi rizqi, hakukuwa ni kitu chenye kuongeza riziki. Kule kwenda mbio, kujisumbua, si kitu chenye kuweza kuongeza riziki. Ndio maana yake. Maana walaysa yazidu fi rizqi al-ana, haikusudia walaysa al-ana yazidu fi rizqi, na hakukuwa kujipatabu, kwenda mbio ni kitu chenye kuongeza riziki. Tamam, riziki uende mbio utakavyoenda, ujitahidi utakavyojitahidi, itakuja kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupangia. Haizidi sawa sawa wala haipungui. Tamam, hakadha. Idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa. Anasema Imamu Ash-Shafi'i, dha ina maana sahib, na sahib huja ikawa na maana ya malik, miliki. Tamam, na ndicho kilichokusudiwa hapa. Anasemaje, idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa. Idha ma, pindi utakapokuwa, idha ma kunta, pindi utakapokuwa dha qalbin qanu'in, kwa maana pindi utakapokuwa ni mwenye kumiliki moyo wenye kukinai, fa anta, basi wewe, wa maliku dunia, na yule mwenye kumiliki dunia, sawaun, muko sawa sawa. Muko nini? Muko sawa sawa. Tamam. Kuonesha kwamba utulivu katika maisha unapatikana kwa kukinai, kwa sababu hata yule mwenye kwenda mbio kutafuta mali, hamu yake ifikia hatua hata aimiliki dunia nzima, ndipo atatulia chini. Anasema hapa sasa dunia nzima ni mali yangu, hapa sasa imetosha. Sawa sawa, huwa yupo katika hali kama hiyo. Wale matajiri ambao tunaona wakina Elon Musk, sawa sawa, wakina Bill Gates, sawa sawa, wakina Dangote na wengineo, hamu zao ni ifikia hatua hata nusu ya dunia mtu awe anamiliki yeye. Hapo ndo atasema hapa sasa nitapata utulivu, lakini bado hajafikia huko. Lakini sasa wewe ambaye hauna, utafikia vipi katika hali ya utulivu kama hiyo? Ni ujitahidi uwe na moyo wenye kukinai. Ukiwa na moyo wenye kukinai, utakuwa na utulivu katika maisha yako. Ndio sema idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa. Pindi utakapokuwa ni mwenye kumiliki moyo wenye kukinai, fa anta, basi wewe, wa maliku dunya sawa, wewe na yule mwenye kumiliki dunia mtakuwa mko sawa sawa. Kwa maana mwenye kumiliki dunia anakuwa ni mtu mwenye utulivu, na hapa hajakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah hamiliki dunia tu, Allah anamiliki viumbe vyote. Hapa amekusudia wanadamu, na hakuna mtu alifikia hatua hiyo, bali tu imeonyeshwa nini, umetolewa mfano. Kwa maana vipi, yule ambaye anakimbia, anaenda mbio kutafuta mali, hamu yake ni amiliki kila kitu duniani, ndipo atapata utulivu. Sawa sawa, lakini bado hakuna aliyefikia huko. Sasa wewe ili ufikie huko ni umiliki moyo wenye subra na kukinai. Tamam. Waman nazalat bisahatihi almanaya fala ardhu taqihi wala samaa. Waman, na yule mtu ambaye, waman, na yule mtu ambaye, nazalat, yameshuka, bisahati, katika uwanja wake, kwa maana katika sehemu ambayo yupo, almanaya, yameshuka nini, mauti. Akikusudia na yule mtu ambaye amemshukia mauti, yamemfikia mauti, yupo katika hali ya sakaratul mauti, fala ardhun taqihi wala samaa,
Hakuna ardhi yoyote ambayo itaweza kumkinga yale mauti yasimpate, wala samau, na wala hakuna mbingu yoyote ambayo itakaweza kumkinga yale mauti yasimpate. Ni lazima yampate. Wa ardhullahi wasi'atun walakin idha nazala alqadha dhaqa alfadha. Na ardhi ya Allah ni pana mno, lakini idha nazala alqadha, yatakaposhuka mahukumio ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhaqa alfadha, ile sehemu iliyokuwa wazi juu ya ardhi ambayo tunaita anga, nayo pia inakuwa haina nafasi. Acha ardhi, hata ile sehemu ambayo iko juu ya ardhi nayo inakuwa haina nafasi. Kwa maana mahukumio ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapokuja, huwa hakuna namna, lazima yapite. Da'i al-ayyama taghdiru kulla hinin fama yughni 'anil mauti ad-dawa. Yaache masiku, taghdiru, yafanye atakavyo, kulla hin, wakati wowote ule, fama yughni 'anil mauti ad-dawa, kwani hakuna dawa inayoweza kuyaponya mauti. Fama yughni, akimaanisha fama yughni ad-dawa 'anil mauti, hakuna dawa yoyote. Fama yughni, kwani hakuna dawa yoyote inayoweza kuyaponya mauti. Huo ndo mwisho wa maneno ya Imamuna Ash-Shafi'i. Tamam. Sasa tuangalie vile vionjo vya kilugha ambavyo vipo katika shairi hili. Sheikh mwanzo kasema da'il ayyama taf'alu ma tasha'u tib nafsan idha hakama al-qadha. Yaache masiku yafanye atakavyo. Je, masiku yanaweza kufanya? Kwa maana halichokifanya hapa ni tajsidul ayyam. Tajsidul ayyam au tajsimul ayyam ni kuyaumbia kiumbile masiku, kiasi yakawa na vile viungo vyenye kuweza kufanya, mikono, miguu, macho, ubongo, hakadha. Lakini masiku hayana vitu hivyo. Lakini pia akaegemezea kuhukumu katika hukumu fulani, hajaitaja ni hukumu gani. Sawa sawa. Kwa hiyo uslub aliotumia hapa Imamu Ash-Shafi'i ni isti'aratun makniyatun. Isti'aratun makniyatun. Tamam. Tena isti'ara yenyewe ni tabi'iyatun murashshahatun. Isti'aratun makniyatun tabi'iyatun murashshahatun. Isti'ara makniya ni kumtaja mushabbahun na kumuondosha mushabbahun bihi. Mushabbahun ni yule aliyefananishwa. Mushabbahun bihi ni yule ambaye umechukuliwa mfano kwake yeye ukafananishwa kwa mushabbah. Sawa sawa, hakadha. Sasa hapa tunaona Imamu Ash-Shafi'i ameyapa mfano masiku na kitu chengine chenye kumiliki irada wal qudra, kwa sababu hakuna anayefanya atakavyo isipokuwa yule mwenye kumiliki irada wal qudra, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kumiliki irada na al qudra ya kufanya chochote atakacho ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja ndani ya Qur'an sehemu nyingi, fa'alun lima yurid, Allah ni mwenye kufanya atakalo. Na ilivyokuja pia katika surat Ali Imran, Nabii Zakaria alipopewa bishara ya kumzaa mwanae Nabii Yahya, akasema anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqirun. Akaambiwaje? Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Hivyo ndivyo Allah anavyofanya atakavyo. Kwa hiyo ameyafanisha masiku na kitu chenye kumiliki irada wal qudra, na hakuna anayemiliki irada na al-qudra isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo da'il ayyama taf'alu ma tasha, maana yake iache irada ya Allah, kwa maana matakwa ya Allah, wa qudratuhu, na qudra ya Allah, taf'alu ma tasha, ifanye itakavyo. Allah ametaka kitu, Allah amepitisha kitu kwako wewe, si ndio? Basi nini? Kiache kama kilivyo.
sawa sawa, hakadha yani. Lakini pia watib nafsan idha hakama alqadha. Je, hukumu ina hukumu? Hapana. Watib nafs, naridhia katika nafsi yako. Je, hukumu ina hukumu? Hapana. Na kama hukumu ina hukumu, je, ni kila hukumu sisi inafaa tuiridhie? Hapana. Kuna hukumu ambayo sisi ni wajibu, hatuna budi tuiridhie, na kuna hukumu ambayo tunatazama namna kuipokea. Hukumu ambayo hatuna budi tuiridhie ni ile hukumu iliyohukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia qadari yake, na hukumu ambayo tutaitazama tuipokee vipi ni hukumu ya kibinadamu, sawa sawa. Kwa hiyo hapa kilichokusudiwa ni qadarullah. Alichokusudia hapa Imamu Ash-Shafi'i katika watib nafsan idha hakama alqadha ni qadarullah, akimaanisha naridhia katika nafsi yako idha hakama alqadha, pindi qadari ya Allah inapokuhukumia hiyo jambo fulani. Kwa hiyo Imamu Ash-Shafi'i hapa ametumia isti'aratun makniyatun tabi'iyatun murashahatun. Tamam. Kwa nini tabi'ia? Kwa nini isti'arat makniyah? Tumesema nini? Kaondosha mushabbahun bihi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kataja mushabbah ambaye ni ayyam sasa na alqadha. Lakini kwa nini tumesema tabi'ia? Ni kwa sababu gani? Tamshi ambalo limetumika al-lafdh al-musta'ar, tamshi ambalo limetumika hapa ni mushtaqun wa huwa al-fi'l, nacho ni nao tamshi nini? Ni kitendo. Nini? Ni kitendo, sawa sawa. Lakini pia ni majazun aqliyun. Kwa sababu gani? Kimeegemezwa kitendo, kimeegemezwa nini? Kitendo kwenye kitu ambacho hakiwezi kutenda. Masiku hayatendi, masiku hayafanyi, hukumu pia haihukumu, bali hukumu ni yenye kuhukumiwa, sawa sawa. Tamam. Na mwenye kuhukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hukumu yake anaihukumu kupitia qadari zake au qadari yake, na anapohukumu Allah kupitia qadari yake nafaa sisi nini? Turidhie. Tamam, hakadha yani. Kwa hiyo da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama alqada, wazi wa maneno yaache masiku yafanye yatakavyo, naridhia katika nafsi yako itakapohukumu hukumu fulani, lakini uhakika wake ni kwa maneno iache qudra ya Allah, ni irada ya Allah, sawa, ifanye itakavyo. Lakini naridhia sawa sawa idha hakama alqadha, naridhia pale itakapohukumu qadari ya Allah, itakapohukumu juu yako, naridhia pale qadari ya Allah itakapohukumu juu yako juu ya kitu fulani. Tamam, hakadha. Lakini akasema Sheikh, wala tajza li hadithati al-layali fama li hawadith ad-dunya baqa, usifadhaike, usikose subra kwa sababu ya tatizo la kidunia. Imetumika la nahia, la nahia, na kule juu pia imetumika da'i. Da'i ni amri, fi'lu amr, na ile da'i fi'lu amri ya da'i iliyotumika kule juu ni litaslim, litaslim, kwa maana jisalimishe, usihangaike tena kumtafuta mchawi nani, nimerogwa. Hilo ambalo limekupitikia kwa irada ya Allah na qudra ya Allah na qadari ya Allah. Kwa hiyo ile da'i, ile amri ya pale nini? Ni litaslim, ni kwa kufahamisha nini? Kujisalimisha, kutulizana. Tamam. Na hii wala tajza ni nahi, nini? Ni nahyun. Na nahi hii imekuja kwa maana gani? Kwa maana ya an-nahyu lil-irshad, ni nahi ilikuja kwa kutoa muongozo, kutoa nini? Muongozo, sawa sawa. Lakini kaja pia chini hapa, kun rajulan ala al-ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal-wafa, imekuja amri pia vile vile, na amri hii pia lil-irshad, ni lil-irshad, ya kutoa muongozo. Lakini hapa sasa kuna uslubu mmoja wa kibalagha muhimu sana tutambue. Uslub gani? Taghyirul i'rab, usuli wa yani uslubu wa taghyirul i'rab. Kuna njia imetumika kibalagha ya kubadilisha i'rabu ya jumla, kwa maana kuna i'rabu ya asili inatakiwa ithibiti katika jumla hii, lakini ikaondoshwa
ikabadilishwa kwa kuondoshwa kitu. Tamam? Na taghyirul i'rab, taghyirul i'rab usuli huwa taghyirul i'rab huwa ni kwa vitu viwili, kwa kuongezwa kitu au kwa kupunguzwa kitu. Tamam? Mfano wake imekuja katika Qur'an, was'alil qaryata. Ile alqaryata i'rabu yake ya asili ilibidi ni alqaryati iwe ni majrur, lakini imekuja kwa ni mansub. Kwa sababu gani? Umetumika uslubu wa kibalagha wa taghyirul i'rab. Sawa sawa, baada ya alqaryata awe ni mudhafun ilayhi majrurun, akawa ni mansub. Kwa nini awe ni mansub na asiwe ni mudhafun ilayhi majrurun? Kwa sababu gani? Umetumika uslubu wa taghyirul i'rab kwa kuondoshwa ahla, kwa kuondoshwa nini? Mudhaf, kwa kuondosha mudhafu yake ambao ni ahla. Tamam? Lakini pia ikaja laisa kamithlihi shay'un, laisa kamithlihi shay'un. Katika laisa kamithlihi shay'un, ile mithli ilibidi iwe ni marfu'un na shay'un iwe ni mansubun. Isomeke vipi? Laisa mithluhu shay'an, lakini ukatumika uslubu wa taghyirul i'rab. Taghyirul i'rab ikawaje? Laisa kamithlihi, kwa kuongezwa kaf ya zaida. Ile kaf ni nini? Ya zaida. Laisa kamithlihi shay'un, ikawa ni laisa kamithlihi shay'un baada ya kuwa laisa mithluhu shay'an. Tamam? Sasa katika hii beti wa kun rajulan ala al-ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u, katika hii jumla wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u asili yake ilikuwa walitakun shimatuka samahata au walitakun shimatuka samahatan wa wafa'an au wa wafa'a, kwa mujibu wa qafia ya shairi au qafia ya qasida. Tamam? Kwa hiyo imefanyika taghyirul i'rab, ikawa vipi? Wa shimatuka samahatu wal wafa'u, lakini asili yake si wao ya atfu, inaatifia kwenye wakun rajulan ala al-ahwali jalda, libidi pia nini huku? Pia nini? Washimatuka samahatan wa wafaa, lakini ikaondoshwa, ikafanyika uslubu wa taghyirul i'rab. Sasa ikaondoshwa ile hukumu ya walitakun shimatuka samahatan wa wafaa, na baada ya kuondoshwa na kubadilishwa nini i'rab, ikawaje? Washimatuka as-samahatu wal wafa. Baada ya shimatuka kuwa ni ismu kana, sawa, ikawa ni kama mubtada, na baada ya as-samahatu na wal wafa, wafa ni maatuf, inachukua hukumu ya samahatu. Sasa tuiongelee as-samaha. Tamam? Na baada ya as-samahatu kuwa ni khabaru ya kana, ikawa ni mubtada, ikawa ni khabarun li mubtada, si ndio? Ikawa ni khabar mubtada, si ndio? Hakadha. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa uslub uliotumika ni taghyirul i'rab. Sababu gani? Iwawi atf inatifia wa kun rajulan ala al-ahwali jaddan, lakini imekujaje? Washimatuka as-samahatu wal wafa. Kati asili ilibidi ni vipi? Asili ni walitakun shimatuka as-samahata au samahatan wa wafa, lakini mwanzo kwenye tafsiri tumepita kwa mujibu wa tafsiri ya asli yake. Kama utarudi utasikia nilisemaje, na iwe tabia yako as-samahatu wal wafa, nikichukua ile hukumu ya i'rabu gani? I'rabu ya asili. Tamam? Hakadha. Na inabidi katika sehemu kama hizi uhukumu kwa nini? Kwa ile i'rabu ya asili, sio kwa i'rabu imebadilishwa. Hapo ndio utapata maana na utaelewa nini kimekusudiwa hapo. Lakini pia Sheikh akaja kueleza katika beti iliyofuatia, wa in kathurat uyubuka fil barai wa sarraka an yakuna laha khita'un yukhatta bis samahati kull aibin wa kam aibin yukhattihi as-sakha. Hapa pia kuna majazu na aqli, kumegemezwa kitendo cha kufunika katika nini? As-samaha, katika ukarimu. Ukarimu hauna laisa jisman, ukarimu sio nini? Sio kiwiliwili, ni hali tu. Ni nini? Ni hali tu.
ni hali, tamam, ni hali. Lakini ukafanywa tajsidun, ukafanywa tajsid, kwa ni majazu aqliyan. Lakini pia ni isti'aratun makniyatun mutlaqatun murashshahatun. sio murashshaha, bal ni isti'aratun makniyatun tabi'iyatun mutlaqatun. Sawa sawa masala ya isti'aratun makniyatun tukisema tuanze kueleza moja moja tutachelewa. Sawa sawa, lakini mwenye kutaka hayo arudi katika vitabu vya balagha ataelewa nini tumekusudia. Sawa, lakini pia wale wenye kuelewa watakuwa pia nini umeelewa tumekusudia nini. Tamam. Kwa hiyo mimi nakufungulia tu, baadaye utamalizia mwenyewe. Kwa hiyo hapa pia katika yukhatta bis-samaa kullu aibin wa kama aibin yukhattihi as-sakha, hapa pia imetumika isti'aratun makniyatun mutlaqatun tabi'iyatun. Kwa nini iwe mutlaqatun? Na kwa hiyo tumesema ni murashshahatun. Murashshahatun kwa sababu gani? Kwa sababu sawa, kwa sababu ile lafdhul musta'ar kule juu mulaimun bil mushabbah bihi, ile tamshi la kufanya linaendana na ule mushabbahu bihi ambaye ameondoshwa, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule mushabbahu ambaye ni ayyam aendana na tamshi lile, kwa maana hasifiki na sifa ya kufanya. Sawa sawa Lakini hapa mutlaqa ni vipi? Isti'aratun makniyatun mutlaqatun kwa sababu gani? Kwa sababu tamshi la kufunika ni tamshi ambalo ni mulaimun bil mushabbahi wal mushabbahi bihi, ni tamshi ambalo linaendana na mushabbahu na mushabbahun bihi. Mushabbahu hapa ni as-sakha, ukarimu, kaegemezewa sifa ya kufunika. Na kweli ukarimu huwa unafunika mambo, japokuwa si kwa ile maana ya hissi, ni kwa ile maana ya maanawi. Haifuniki mambo kwa kueti na mikono, lakini mtu anapotoa kitu kwa ajili ya kuzima moto wa kitu fulani, basi huwa nini? Huwa utokea hivyo. Kwa hiyo hii tabi'ia, hichi kitendo ambacho kimetumika hapa cha kufunika, sawa, hichi kitendo ambacho kimetumika hapa cha kufunika kinaendana na mushabbahun ambaye ni as-sakha, na kinaendana pia na mushabbahun bihi. Mushabbahun bihi nan al-hijab, kitu chenye kustiri. Kitu chenye kustiri huwa ni chenye kufunika. Sawa sawa Kwa hiyo hii hapa ni isti'arat makniya. Kwa nini isti'arat makniya? Kwa sababu gani? Ametajwa mushabbahun na kutajwa mushabbahun bihi. Mushabbahun ni as-sakha, ukarimu. Mushabbahun bihi ambaye hajatajwa ni al-hijab. Tamam. Lakini pia ili tamshi al-lafdhul musta'ar ambalo limetumika hapa ni tabi'iyatun. Tabi'iyya kwa nini? Linaendana na mushabbahu ambaye ni sakha, lakini pia linaendana na mushabbahu bihi ambaye nani? Al-hijab, kizuizi au kitu chenye kustiri. Vyote huwa vinafunika hivi. Tamam, hakadha yani. Lakini pia ikaja hapa katika beti ifuatayo akasema, wala huznun yadumun wala sururun wala bu'sun alayka wala raha, hakuna huzuni itakayodumu kwako wewe, wala furaha itakayodumu kwako wewe, wala ufukara utakaodumu, wala ukunjufu wa maisha utakaodumu. Imetumika la, ila ukiangalia ni kama la ya nafia, yani la nafiyatun liljins, ni kama la nafiyatun liljins. Lakini mbona haijanasibisha huznan? Mbona haijanasibisha tamshi la huznun? Naam, ni la ambayo imekuja katika sura kama ni la nafiyatun liljins, lakini ikiwa na maana ya laisa. Imekuja hapa ikiwa na maana ya laisa, na laisa bila shaka huwa na rufaisha ismu yake, kisha habari yake ndio huwa mansubun. Na hapa khabar ya laisa ni yadumun, ni fi'il, ni fi'il. Tamam. Kwa hiyo la hapa imekuja, ukiangalia ni la nafiyatun liljins, lakini imekuja kwa maana ya laisa. Kwa laisa huznun yadumun, hakuna huzuni yote ambayo itakayodumu juu yako, wala furaha yote itakayodumu juu yako, wala ufukara wote, wala ukunjufu wote wa kimaisha. Tamam, hakadha yani. Wala turi lil'aadi qattu dhullan, abad shaelezea kwamba hii qattu ilibidi ije mwisho. Wala turi dhullan wala turi lil'aadi dhullan qattu, ilibidi ije hivyo. Wala turi lil'aadi dhullan qattu,
lakini ikaja vipi? Wala tulil aadi qad tudhillan, usioneshe udhalili wa aina yoyote ule kwa maadui zako. Fa inna shamatat al-aada bala'un, mbele kaja habari ambayo ni muakkad. Kiangalia hapa habari ambazo zimekuja nyingi sio muakkad, lakini hapa fa inna shamatat al-aada bala, imetiwa taukidi kuonesha ule mkazo. Kuonesha nini? Kuonesha mkazo na kutilia mkazo kwamba nini, jambo hili ni mtihani la maadui kujua udhaifu wako, kujua unyonge wako, ni mtihani mno. Sawa sawa, ndio maana ikaja nini? Taukidi, fa inna shamatat al-aada bala. Tunasoma fasihi jamani, fasihi ndio inahusiana mambo kama haya. Tamam, inahusiana mambo yote ya lugha yale. Na hatuwezi kutaja kila kitu, tutaacha mengine. Hatuwezi kutaja kila kitu tukakieleza, hapana, mengine tutayaacha. Na ndio inavyokuwa unapoenda darasani kustafidi, mwalimu anakuwa anakupa 30%, 70 utafuta mwenyewe. Tamam? Nimetumia lugha tu, lakini mimi si mwalimu, mimi ni mwanafunzi ambaye tunatwali pamoja tu haya. Wala tarju samahata min bakhil, yani mwanafunzi mwenzenu ambaye tunatwali, tunashirikiana katika mutala. Tamam? Hakadha. Akaendelea kusema wala tarju samahata min bakhil, na wala usitarajie ukalimu kwa mtu ambaye ni bakhil. Fama fi an-nari lidham'ani ma, hapa imetumika tashbihun dhimni, tashbihun adh-dhimni, tashbihun dhimni. Tashbihu dhimni ni kuwekwa mfanano katika kitu fulani pasi na kutumia zile ala, zile adatu tashbih, ambao ni kaf, mithlu wa halum majar, maf'ul mutlaq wa halum majar. Tamam? Kwa hiyo hapa wala tarju samahata min bakhili, kama kwa maana ka'adami alma fi an-nar lidham'an. Tamam? Ustarajie kupata ukarimu kutoka kwa mtu ambaye ni bakhili. Ka'adami al-ma'i fi an-nar lidham'an, au ka'adami al-ma lidham'an fi an-nar, kama ilivyokuwa hakupatikani maji katika moto kwa yule mtu mwenye kiu. Kwa hiyo hapa imekuja fama fi an-nar lidham'ani ma'u, ni tashbihu dhimni, kumefananishwa kule kutopata ukalimu kutoka kwa mtu ambaye ni bakhili na kule kukosekana maji katika sehemu ambayo kuna moto. Kwa asili yake ilikuwa vipi? Ka'adamil ma'i lidham'ani fi an-nar, kama kutokuwepo maji, kukosekana maji katika moto kwa yule mtu mwenye kiu. Sasa mtu mwenye kiu hatakiwi aende sehemu yenye moto, anatakiwa aende sehemu yenye chanzo cha maji. Sasa mfano huu ni mfano wa mtu ambaye ana shida eti aamue kumwendea bakhili, hatopata kitu. Muendee mtu ambaye mkarimu, utapata. Tamam? Hakadha yani. Lakini pia shekhe akaja kutueleza katika hii beti inayokuja baada, idha ma kunta dha qalbi qanu'in fa anta maliku dunya sawa. Kuna uslubu akauleta, wa man nazalat bi sahati almanaya fala ardun taqihi wala samaa, wa ardu Allahi wasi'atun walakin idha nazala alqada dhaqa alfadha. Inaitwa au unaitwa uslubu al-iltifat. Al-iltifat ni kugeuka katika maongezi, kufanya mabadiliko katika maongezi. Utaona kuanzia mwanzo wa shairi yupo katika mfumo wa khitab, mfumo wa kana kwamba anazungumza na mtu. Da'i wala tajza wa kun wa in kathurat uyubuka, kafu ya khitab. Tamam? Wala huznun yadumun wala sururun wala bu'sun alayka, kafu ya khitab. Wala turi, khitabu pia hiyo. Sasa usioneshe, ni khitab. Sasa wala tarju, hiyo pia ni khitabu, anakuambia wala tarju, hii pia ni la nahia, na hapa imekuja kwa maana nini? Maana ile ya al-irshad, kutoa muongozo. Sasa wala tarju, sasa hii tarju ni fi'l mudari'un majzumun, imeondoshwa wao ambayo ni herufi ya illa inayoondoshwa katika nini? Fi'l mudari' ambayo ni majzumun. Tamam? Hii pia ni irshad, ni nahyu ya irshad, maana an-nahyu lil-irshad. Tamam? Lakini pia utaona ni khitab,
Akaja tena wa rizquka, pia ni khitab. Wa idha ma kunta dha qalb, pia ni khitab. Idha ma kunta, utakapokuwa, ni khitabu pia. Lakini akaja wa man nazalat, na yule ambaye, yule sio wewe tena, yule ambaye nazalat bisahatihi almanaya fala ardhun taqihi. Muona sio taqiqa. Sasa na wala sio wa anta wa man, na yule ambaye fala nazalat bisahatihi almanaya fala ardhun taqihi, sio taqiqa. Kama katoka kwenye khitab kuwa ni kama anakuzungumzisha wewe, akaamia ni kana kwamba anamzungumzisha au anamzungumzia hakadha. Yani tangu mwanzo yupo katika uslubu wa khitab, ni kana kwamba anazungumza na wewe au anazungumza na mtu ambaye yupo karibu na yeye, lakini akaja baadaye akabadilisha ule uslubu wake, akaenda kuwa ni kana kwamba anamzungumzia mtu ambaye yuko mbali. Sasa inaitwa al-iltifatu min al-khitab ila al-ghaib. Kafanya iltifat, kafanya mageuzi, kageuka kutoka katika uslubu wa kumzungumzisha mtu akaenda katika uslubu wa kumzungumzia mtu ambaye yuko mbali. Kisha baadaye akaluli pale pale katika khitab, da'il ayyama taghdiru kulla hini. Sawa sawa hakadha. Na hii pia kuwa mtu anazungumzia mada fulani kisha ukaama, ina maana yake pia katika balagha, inaitwa al-irsad, kuchepuka. Ulikuwa katika njia fulani ukahama kisha baadaye ukarudi kule kule, inaitwa al-irsad pia. Na hata utaona hata mada pia ni tofauti. Alikuwa akizungumzia masala ya irshadi, kumuongoza mtu, kumpa mtu nasaha, lakini akaja kuzungumzia habari za mauti. Habari za mauti, basi na kuwa na mafungamano yote ya kule alipotoka, inaitwa al-irsad, kuchepuka. Kahama katika njia fulani kaenda sehemu fulani kisha akarudi kule kule. Sawa sawa hakadha. Kwa hiyo akarudi akasema da'il ayyama taghdiru kulla hin. Mwanzo tulisemaje? Da'il ayyama, yaache masiku, taghdir, yafanye vitimbi, kulla hin, wakati wote. Sasa hapa tulipita kwa mujibu wa maana ya dhahir, lakini kwa hii al-ayyama tunakusudia ile maana ambayo tumetoka nayo kule mwanzo wa shairi. Itakuwa nini? Tunavizungumzia vile vitu vyote vitatu. Vitu gani? Iradatullah, qudratullah na qadarullah. Tamam? Na ndio itakuwa sahihi. Tukisemaje? Da'il ayyama, yaache makadirio ya Allah, yaache matakwa ya Allah, yaache qadari ya Allah. Sasa asataghdiru itabadilika maana baada ya kuwa nini? Tumeiegemeza maana yake kwenye hivi vitu vitatu. Itakuwaje? Itakuwa ni kama kule taf'alu ma tasha. Sawa sawa Kwa da'il ayyama, yaache qudra ya Allah, yaache matakwa ya Allah, lakini pia yaache qudra ya Allah, na yaache matakwa ya Allah, na yaache qadari ya Allah. Taghdiru, ifanye itakavyo, kulla hini, wakati wowote, kwa maana ridhia kwa vile vinavyotokea kupitia mambo haya matatu. Ndio utakuwa na mahusiano mazuri na Mola wako, ndio utakuwa minas sabirin, na Allah amesema inna Allaha ma'as sabirin. Utafaulu duniani na kesho akhira. Tamam? Kisha akaja akasemaje? Fama yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Hii pia ni tashbihu dhimni, kwa maana kama namna ilivyokuwa dawa yoyote ile haiwezi kuyaponya mauti, basi na mambo haya pia ikiwa hauna subra nayo hautoweza kuyaponya pia. Utakuwa ni unajisumbua bure. Ni bora uwe na subra. Sasa yapite kwa namna ambavyo Allah ameyakadiria yapite, ameyataka yapite. Sasa utafaulu, sasa na utapata malipo. Sawa Lakini ukisema uyaende mbio, Allah shakadiria ukose leo, wewe ukatafuta mbinu nyingine, kwanza utakuwa si katika wenye subra, utakosa thawabu za subra, lakini pia uenda ukaingia katika nini? Katika hali mbaya, ukafanya uhalifu, kaiba, kapora, ukasema uongo, ukafanya khiana ya namna yoyote, uligawa pesa ya mtu ukaitumia, hakadha Tamam? Kwa hiyo mashairi haya yalikuwa na
uslubi nyingi sana za kibalagha, lakini tumezungumzia chache, baadhi yake. Sasa baadhi yake. Na kama tunavyoyaona mashairi haya ni mashairi ambayo maudhui yake ni katika kuelezea hali za misukosuko. Si mashairi ya kusomwa katika ndoa, sawa, au katika sehemu ya furaha, hapana. Bidi pia ujue hiyo, katika balagha pia ujue. Sawa, hakadha. Ni mashairi ya kusomwa katika kunasihi, kumpa mtu miongozo ya kuwa na subra, kujenga mahusiano mazuri na Allah kama namna beti ya kwanza ninavyoeleza. Lakini pia kumpa mtu nasaha, awe na subra katika maisha kwa zile changamoto ambazo anapitia kama namna tulivyoelezwa katika nini? Katika beti ya 3 na beti ya 2. Lakini pia ni mashairi ambayo ya kumtoa mtu katika hali ya kuanguka, kuadhirika. Kwa maana ikiwa mtu anakuwa yupo katika hali fulani ambayo nini inaweza kufanyika namna hali ile akaiepuka, basi anabidi mashairi haya pia yanaweza kutumiwa kama namna alivyosema wa inkathurat uyubuka fil baraya wasarraka an yakuna laha khita. Kwa maana dosari zina namna ya kuziondoa na kuziziba na kuzizima zisienee na watu wazione kama si kitu, na njia ya kufanya hivyo ni kutoa au kujitoa kama namna tulivyoeleza. Lakini pia ni mashairi ya kumpa mtu nasaha, ya kuonesha kwamba ile hali aliyokuwa nayo si hali ya kudumu, ni hali ya kupita kama namna alivyoelezwa katika beti wala huznun. Na mashairi pia ya kumpa mtu njia ya kujilinda kama namna ilivyo. Kwa ni mashairi ambayo yanasoma katika namna hizo. Namna katika sehemu ya huzuni, msibani mathalan da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idha hakama alqada. Mtu kafiwa, unaweza kumsomea ile shairi kisha ukamwambia maana yake ni iradatullah, qudratullah, sawa, wa qadarullah. Mwenyezi Mungu ashapitisha hili, liache kama lilivyo ili upate malipo ya hiyo subra yako. Sasa na amesha hukumu hivyo Allah, ujui mbele amekupangia nini. La'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amran. Tamam? Kwa makamu yake ni sehemu hizo, hayasomwi katika sehemu za furaha, sehemu za harusi, hapana, si mahala pake. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.